Ilikuwa ni kama kawaida yangu, kabla ya kwenda kazini, basi ilikuwa ikinilazimu kufanya mazoezi asubuhi sana. Kusudi kuweka mwili wangu mchangamfu, kwa ajili ya kufanya mwili kuwa na angalau na afya tele na kuwa na mchangamfu. Ilikuwa nikifanya hivyo kila asubuhi, na mara nyingine ilikuwa nikifanya jioni pia, endapo nitakuwa nimepata nafasi. Iliendelea hivyo na ikawa ni kama sehemu yangu ya maisha, na nilishazoea tayari. Nakumbuka siku moja nikiwa katika harakati zangu za mazoezi, niliamka asubuhi mapema sana kusudi kufanya mazoezi ili niwahi kujiandaa kuelekea kazini. Kwa kuwa siku hiyo nilikuwa na majukumu mengi sana ya kufanya, sababu kulikuwa na kazi za watu ambazo sikuweza kuzimalizia. Nikiwa kwenye harakati za mazoezi ya kukimbia, njiani kidogo nilikutana na mdada mmoja ambaye kiukweli sikuwa nimemfahamu. Kwa kuwa hapo mtaani ilikuwa ni sura ngeni na ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kuiona. Akanisimamisha na kunisalimia. "Kaka, habari?" Kamjibu, "Salama, habari ya kwako pia?" Akaniambia, "Salama tu. Samahani, naomba kukuuliza." Nikamwambia, "Uliza tu, wala hamna shida." Akasema, "Samahani, naweza kumpata fundi wa gari hapa, maana kuna gari langu limenipatia shida na haliwaki na nilikuwa nikielekea kazini. Naomba unisaidie kakaangu. Mimi nitamlipa kiasi chochote atakachokihitaji, kusudi tu mimi niwahi kuelekea kazini tu." Hapo ikabidi nikatishe mazoezi yangu nilikuwa nikiyafanya na kumsogelea kwa ukaribu zaidi. Na kisha nikabidi kae kimya, huku nikijisemea moyoni, hii itakuwa ni hela ya chapu. Ngoja nikalicheki, litakuwa na tatizo gani? Kwani yeye hakuwa anajua, lakini mimi mwenyewe anayezungumza naye ndio fundi wa hizo kazi na ndio kazi zangu ambazo huwa nazifanya. Kwa hiyo nikawa nimejiongelesha tu kwamba naweza nikaenda kuangalia na ikawa ni hela ya asubuhi haraka. Itakuwa leo nimeamka na mguu mzuri. Japo sikuwa nimejali kwa kuwa nitakuwa nachelewa kazini, lakini nikahisi kwanza nianze na hiyo kwa kuwa ndio bahati iliyotokea asubuhi. Hivyo haikunitisha kwa sababu nilijua kabisa ninakwenda kupata kazi haraka. Nikamjibu tu, kaambia, "Dada, kweli utatoa hela nzuri?" Yule dada akajibu, "Hakika kaka, nakuambia usiwaze. Mimi ninachotaka ni wahi kazini kwa kuwa tayari nimeshachelewa. Kama yuko fundi unayemfahamu basi aje anisaidie haraka kusudi anisaidie kwa haraka niwahi kuondoka. Nitamlipa kiasi chochote atakachohitaji." Basi nikamwambia, "Twende tukaangalie. Alafu nikuitie rafiki yangu. Yeye ni fundi mtaani hapa. Anaweza kukutengenezea gari yako kwa haraka sana na ukawahi kuelekea kazini." Basi tukaanza safari ya kutoka pale tulipokuwa kuelekea katika eneo alipolipaki gari lake. Aliniambia ni kwa chini kidogo kwa sababu tulipokuwa tukiongea ni kidogo kwenye sehemu ya kamlima kidogo. Basi tukaendelea na safari kuelekea pale gari lake lilipokuwa limepatia shida. Kidogo kabla sijakaribia, kwa mbali niliona gari moja nyeusi, nzuri, kubwa, na ni gari yenye gharama sana. Mpaka nikahisi itakuwa ndo ile gari ya yule dada. Mbona ni gari yenye gharama sana? Huyu dada atakuwa anafanya kazi gani? Nilikuwa nikijisemea moyoni peke yangu, lakini hakukuwa na majibu. Yule dada tulipokaribia, yule dada akaniambia, "Gari langu ndio hili. Naomba unisaidie kuangalia, umuite yule rafiki yako anisaidie kwa ajili ya kutengeneza." Basi ikabidi niingie ndani kuliwasha, kujua shida iko wapi na nini kimesababisha gari kukosa kuwaka. Nilipoingia na kuliwasha gari nikaona kweli aliwaki. Lakini nikagundua haikuwa ni shida kubwa sana iliyosababisha yeye kuteseka na kuhangaika hivyo. Ila kwa kuwa yeye hakuwa fundi, ni maana alijua ni gari yake ni mbovu. Basi ikabidi nitoke na kwenda kufungua kidogo katika maeneo kadhaa. Kisha nilipokuja kuiwasha tena kidogo tu, ile gari ikawaka. Akanambia, "Asante sana kaka. Nakushukuru sana. Sikutarajia. Nilijua ni kazi ya muda mrefu. Kumbe na wewe ni fundi?" Nikatulia kidogo kisha nikamjibu, "Hizi ndizo kazi ninazozifanya na ndizo zinazonipatia kipato hapa mjini." Akanishukuru kisha akaniambia, "Sasa nitakulipaje?"
Mimi kwa kuwa niliona gari yake haikuwa na shida, niliona kwamba nikimtajia hela nyingi ni kama nitakuwa ni mzurumishi na nitapeli. Kwa kuwa gari yake kimsingi haikuwa mbovu, bali ni yeye kwa sababu tu alikuwa hajui. Nikamwambia tu, dada asante, wewe utanipatia tu kidogo angalau nifanye nauli kuelekea kazini. Gari lako halikuwa bovu mbona. Ilikuwa tu ni hali ya kawaida ambayo nimeirekebisha kwa dakika chache. Hata ukinipa 5,000 tu itanitosha kwa ajili ya kufanya nauli kuelekea kazini. Yule dada akatabasamu, kisha akaingia ndani kwenye gari lake. Alipotoka akanikabidhi noti 10 za 10,000. Kwanza sikuwa nimeamini, hadi nikashangaa. Ila yeye akajibu, usishangae, hiyo ni asante tu kwa msaada wako, kwa kuwa umeacha hata mazoezi yako uliokuwa ukiyafanya kwa ajili ya kunisaidia mimi. Asante sana kaka, nashukuru, sasa nitawahi kwenda kazini. Basi nikamshukuru, kisha tukaachana na kila mtu akaendelea na mambo yake. Ili tu nisikufiche, kimsingi yule dada alikuwa ni mzuri eti na anavutia sana, lakini sikuwa na namna kwa sababu mimi tayari nishafanya kazi yangu iliyonituma na nikaachana hapo tukaondoka. Ilipita takribani mwezi mmoja hivi. Nisharisahau na tukio lile lililotokea.